Haleluya. Waganga wa kienyeji utawajua tu. Haleluya. Ona, waganga wa kienyeji kucheka kwake lazima apandishe pepo. Hapo ndipo anacheka. Tofauti na hapo, mganga mkuti anacheka. Kucheka kwake anakwambia leta kuku mweusi. Hapo ndo amecheka. Leta bata. Unaona? Bata wa kijani. Hapo ndo. Kwa hiyo shukuru Bwana kwa sababu ya uaminifu wake mkubwa aliyokuwa pamoja nasi tangu mkongamano umeanza, na tumemwona Bwana kwa viwango vikubwa. Wangapi wananiunga mkono na sekta ni viwango vikubwa? Punga mkono wako juu. Naam, ambazo Jehova anataka athibitishe neema na arudishe heshima ya kanisa kwenye nyakati hizi kabla paraparia. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru kwake mama Bishop yuko wake atupungia mkono wake. Nimemsahau maana siku hizi amenenepa sana. Pigie makofi mama askofu. Yaani na mwaka huu utaongezeka hapo. Yaani utabarikiwa mwaka huu mpaka ushangae. Pigie Bwana makofi. Wenye wivu wajinyonge, sio wajitundike. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Ndipo waone napoimba matasa wafunguliwe katika jina la Yesu na wabariki. Pokea simu fulani, hata mtu wangu sijamwambia. Sema yuko Bujumbura, anasema kimaliza tukutane Dar es Salaam, tupange kwa ajili ya injili kuelekea Uganda. Injili itahubiriwa madamu parapanda haijalia. Amen. Dodoma hakuna wa kujitetea. Umeona? Hakuna wa kujitetea. Tunamshukuru Mungu kwa kunikirimia hizi siku zote ambazo nimesimama hapa. Sijasikia kushua nguvu, nasikia udhaifu, alafu Mungu ananihuisha tena. Kwa hivyo ninayo kila sababu ya kumwambia Bwana Yesu asante. Juzi tuliongea habari ya ujio wa Kristo. Umeona, tukaona parapanda itapigwa tu saa yoyote kwa sababu kengeufu umekuwa mwingi. Jana tukaongea, lakini leo Bwana amenipa neno jingine tena tunapomalizia. Na lile neno fungua kitabu cha Warumi. Sina muda mfupi, nasikia mafuta ya kuhubiri siku hii ya leo. Ninaamini ndani ya hizi siku umetambua madhara ya dhambi, madhara ya kutokuokoka, madhara ya kwenda kwa waganga, madhara ya uasherati. Wote tumeusikiza na tumejua. Lakini jioni hii ya leo Bwana amenipa neno jingine. Ninapoondoka nisiondoke mkiwa mmelaniwa, bali mniondoke hapa neema ya Jehova ikiwa ni nyingi katikati ya Dodoma. Kuna mtu anasema amin hapa, tumsaidie kumpigia Kristo makofi na vigelegele. Haleluya. Kitabu kile cha Warumi. Kitabu cha Warumi. No. Samahani, kitabu cha Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 8. Nitaanzia hapo mpaka tutakapoishia. Ngome ikichemuka zaidi tutalala hapa. Ngome inapigwa mpaka alfajiri. Mpe Bwana makofi na vigelegele. Mimi nikajua kuna wapenzi wa injili, kumbe wote ni wapenda usingizi. Ninasema ngome ikichemuka vizuri tutapiga mpaka kesho alfajiri, kwa sababu hata serikali inatambua watumishi wa Mungu tunafanya nini Tanzania. Haleluya. Kwa hiyo kusikia tuangalie saa, si kwamba tujaiona saa, ujue inabidi kuchemuka hivyo mpaka kesho. Tumpe Bwana makofi. Haleluya. Maana yake nikipiga mpaka kesho alfajiri usiondoke kesho kwa salama. Haleluya. Kitabu cha Waefeso sura ile
ya 8. Lakini hawa fundi mitambo, fundi wanaochukua hizi video, tuwapigie makofi na wenyewe. Haleluya kwa kazi nzuri tu. Wameniambia kwamba kazi ni nzuri, wanafanya editing nzuri, yani wamefanya vizuri. Tuwaongezee makofi mazuri. Inua mikono yako juu, tumpigie Bwana makofi kwa ajili yake. Haleluya. Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 2 na ule mstari kuanzia wa 8. Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo tu, awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Baba, ninakushukuru, asante kwa sababu ya neno hili jioni ya pekee ambayo umetengeneza watoto wako tuweze kukusikia na Yesu. Jioni ya leo ninaomba neema yako ipitayo neema iwe katikati yetu. Uweza wako usiokuwa wa kawaida na mamlaka yako isiyokuwa ya kawaida itawale mahali hapa. Uweza wako kakamata spika na vyombo. Uweza wako kamata wa mama walioko hapa. Uweza wako kakamata wa baba walioko hapa. Watu wote wanaosikia sauti hii, iwe kwa magari, iwe kwenye maduka, iwe kwenye biashara, wote wako chini ya mahubiri haya. Neema yako itawale kwenye viwanja hivi. Pepo atakaa mahali hapa. Kazi za ibilisi hazitakaa. Uweza wako jioni ya leo, nguvu yako itaongezeke. Naam, wokovu kwa watu. Naam, neema zako. Naam, neema yako iweko hapa. Yeyote anayesikia sauti hii, ninamweka chini ya mamlaka ya neno lako kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Watu wenye pumzi kama ya Mwingereza wanisaidia kunyosha mikono yao juu, wampigie Kristo makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Dodoma, haleluya. Dodoma, haleluya. Nisaidia kusimama kwa miguu yako. Tembelea watu sasa, waambie ninakuombea. Ninakuombea kwa Bwana jioni ya leo. Tunapomalizia kongamano hili, maisha yako yasibaki vile ulivyokuwa. Hata kama ulikuwa huonekani, baada ya kongamano hili uanze kuonekana. Hata kama ulikuwa huna ajira, baada ya kongamano hili upate ajira. Hata kama ulikuwa hujazaa, baada ya kongamano hili uzae mapacha. Hata kama ulikuwa hujaendesha, baada ya kongamano hili uendeshe gari lako. Hata kama wazazi wako walikuwa washakombolewa, ombea. Tembelea watu, waombee. Waambia hata kama familia yako ilikuwa ishakombolewa na damu ya Yesu, na kuombea baada ya kongamano hili, rehema za Bwana zikamate ukoo wa kwenu wote. Pigia, ombea.
Ninasikia vyombo vinaniambia ubiri Muingereza. Ninasikia spika zinaniambia ubiri Muingereza. Ninasema waombe. Haleluya. Haleluya Dodoma. Haleluya Dodoma. Sauti hewani ni injili ya mamlaka. Sauti hewani ni injili ya uweza. Sauti hewani ni injili ya wokovu. Injili wokovu ni ujiza kabambe. Inulia Bwana makofi, sema asante Yesu jioni ya leo. Haleluya. Biblia mahali ambapo nimepasoma Dodoma jioni ya leo nasikia kuhubiri. Yani ni kama mkutano unaanza leo. Yani ni kama ibada inaanza leo wachungaji. Ninasikia ndani yangu kuanza kuhubiri jioni ya leo. Yani ni kama kongamano linaanza leo. Au tubadilishe ngoma ianze kuanzia leo ipigwe mpaka Jumapili ijayo. Bwana makofi na vigelegele. Ninaona mtu wangu ananiangalia sana, wewe mume wangu usielewa hivi. Ninakwendaje mke wangu tulia. Mambo yakiwa mfano unabadilisha kuanzia leo. Ngoma inapigwa mpaka Jumapili. Ninaona makofi na vigelegele, sema haleluya. Mke wangu anasema Muingereza wewe ujihurumie. Hata tupige mpaka tupige madhabahuni. Haleluya. Tunaona mpaka tembea na isabadilika na tembea tupande kwa sababu ya injili. Haleluya. Sema asante Yesu. Mahali ambapo tumeanza kusoma jioni ya leo, wapendwa, nasikia mafuta ya kuhubiri. Mahali ambapo tumeanza kusoma ni habari za Mtume Paulo. Mtume Paulo ambaye watu wengi wamechanganyikiwa, wanamwita kafiri, wanamwita mtu ambaye alikuwa sikiliza. Unajua Paulo, ukimwita kafiri utakosea, kwa sababu mwanzoni kabla hajakutana na Yesu ni kweli alikuwa kafiri. Na tafasiri yake ukiwa unamkataa Yesu, wewe Yesu anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo Paulo alikuwa kafiri, na aliitwa kafiri na waliomwita wakukosea kwa sababu alikuwa anamkataa Yesu. Lakini baada ya kumkubali Yesu anaitwa mtume, tena kazi yake ni ya kupita mitume wote. Sehemu nyingine anasema si mimi nayeishi, bali ni Kristo ndani yangu, na mimi ndani ya Kristo. Maisha yake ameyakabidhi kwa Jehova. Paulo kwenye baraka zake anaanza kuandika. Akafika mahala akaanza kuandika kwenye kitabu cha Waefeso. Biblia inasema akaanza kwa kusema, kutoa nyaraka. Anasema kwa maana tumeokolewa kwa neema. Si kwa sababu ya matendo tuliyoyatenda. Tumeokolewa kwa neema. Tumekombolewa kwa neema peke yake. Hatujakombolewa na mtume. Hatujakombolewa na Maria. Hatujakombolewa na Baba Ruliondo. Hatujakombolewa na shangazi wa Tabora aliyekuwa na kikombe. Hatujakombolewa na waganga wa kienyeji wa Dodoma. Hatujakombolewa na waganga wa Pemba. Tumekombolewa kwa neema peke yake. Halo. Waefeso wanasema kwa maana wamekombolewa kwa neema. Kamwe watu hawaokolewi
hawakombolewi kwa kusali sana. Watu hawakombolewi kwa kufunga miezi 7. Yes. Watu hawakombolewi kwa kuwa na alama yoyote ama msalaba wowote eti hapo ndo umekombolewa. Tunakombolewa kwa neema. Yeah, man. Neema ni ishara ya tabia ya Mungu. Hata Biblia humwita Mungu wa neema. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Tumekombolewa kwa neema, si kwa sababu baba yako ni fedha, si kwa sababu baba yako ni mchungaji, si kwa sababu baba yako ni askofu. Tunakombolewa kwa neema ya Jehova peke yake. Kabla sijaanza kuhubiri, nataka niweke msingi kwanza. Neema ni upendeleo ama bonus anayopewa mtu ambaye hakustahili apewe hiyo bonus ama huo upendeleo. Amen. Utanielewa baadaye tu, usiponielewa sasa kuhubiri utanielewa huko mbele kwa mbele. Neema ni upendeleo anaopewa mtu ambaye hakustahili apewe huo upendeleo. Punga mkono wako juu, sema neema ni upendeleo anaopewa mtu ambaye hakustahili. Kama mimi mmoja wapo nimepewa neema bure ambayo hakustahili. Nisikilize kidogo, tumepewa neema ambayo hatukustahili. Yesu alipoona wanadamu wametenda dhambi, wameukosa utukufu wa Jehova, wamekosa nguvu za Bwana, wamekosa mamlaka ya Jehova, Biblia inasema ya kwamba mbingu zilikaa kikao. Mungu akauliza, je, ni mtume nani aende ukao kukomboa watu hawa? Biblia inasema malaika walikuwepo, hakujitokeza hata mmoja. Makerubi walikuwepo, hakujitokeza hata mmoja. Maserafu walikuwepo, hakujitokeza hata mmoja. Jeshi la malaika likiongozwa na Mikaeli Gabrieli walikuwepo, hakujitokeza hata mmoja. Wakanyamaza kimya. Na wakati mbingu zimenyamaza kimya, akatokea mtu mmoja mololo tu, mwenye uso mzuri, umeona, macho kama mwali wa moto, nywele zimelala upande kama za sufi, umeona, amekula mkanda mzuri la ubega, na miguu yake ni kama shaba, sauti yake nyororo. Wakati wamekaa kikao, akasimama ili akate rufaa kwa ajili ya Dodoma. Akamwambia Mungu, Baba, nitume mimi nipende Dodoma nikawakomboe. Hapo neema ndipo inaanzia.
ianzie Naburi, neema ianzie gesi, neema ianzie masokoni, neema ianzie juani, neema ianzie kwenye familia. Neema inaanza pale unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo neema ndipo inaanzia. Amen. Bonasi, rushwa hizi bonasi tu, upendeleo, uponyaji, miujiza inaanza kutokea pale Yesu ukishampokea. Amen. Nikamwona mama mmoja ananiambia, mtumishi, najiandaa kuelekea Nigeria kwa nabii TB Joshua, nina ugonjwa mzito hapa. Kwenda South Africa kwa Pastor Chris. Tunaenda, yani kila kiumwa huyu tunampeleka. Naona kwa tumeshampeleka na usulia mafunzo ya wokovu kukulia kwa Pastor Chris. Tumetoka pale na najiandaa, Mungu anikirimia neema ndani ya mwezi huu ujao nielekee Nigeria kwa nabii wa Mungu, mtu wa Mungu TB Joshua, ili angalau aende akombolewe. Wakati ananiambia vile, nikasikia sauti ya hasira ndani yangu ya kwamba, je, Mungu yuko Nigeria peke yake? Je, Mungu anatembea na watu wa Mungu akina TB Joshua peke yake? Nikapata jibu, hapana. Mungu aliyo ndani ya TB Joshua yuko hapa Dodoma. Mungu aliyo South Africa yuko hapa Dodoma. Miujiza inayotokea South Africa inatokea hapa. Viwete wanaotembea Nigeria wanatembea hapa. Kamwambia, mama, ni kweli sikulaumu, akili yako imegotea hapo. Wewe na usoni wako na akili yako imegotea hapo. Umeona hapa hakuna Mungu? Nenda. Kwa taarifa yako, kuna wanaofunga safari, wanaenda na waponya, wanarudi hapa. Sure. Umeharibu milioni zako 5. Badala uyaneta madhabahuni hapa tuongeze spika, ngome iendelee kupigwa, halafu uombewa upone bure. Nakimbia tu huko. Kamwambia, mama, mimi niko rohoni, ningekuwa mwilini ungekula makofi kama mawili halafu nikakuacha. Yesu hayuko kwenye boksi. Yesu anatembea kwenye mikono ya wapako mafuta. Anatembea hapa sasa, yuko hapa. Neema inaanzia hapa. Anasema si kwa sababu ya matendo tunayoyatenda, si kwa sababu ya ukao unaotokea. Wenda ukoo wenu mzima mtaokoka, wenda unaokoka tu peke yako. Si kwamba wewe ni bora kuliko hao, ila ni kwa sababu ya neema. Wakati najiandaa kuanza kuhubiri, ninataka nitangaze Dodoma ya kwamba neema ya Bwana ina nyakati mbili. Kuna wakati wa neema na kuna wakati wa neema kukoma. Sasa kabla neema itakoma, nimetuma nitangaze ya kwamba kwa wale ambao wako tayari kupokea neema, wataipokea jioni ya leo. Lakini kuna majira ya pili, kuna saa ya neema kukoma. Naongea na mtu okoka. Amen. Na kuangalia juu mpaka chini. Amen. Yes. Hallelujah. Sasa ameshikilia paja la kuku la kuku, paja la kuku. Na kesho iko pembeni. Kuku zenyewe zimekuwa ni sumu siku hizi. Kuku zimekuwa ni sumu. Zimejaa masumu kwenye nyama. Kuku mwezi mmoja ameshafika hapa kama ndama. Unabia
matokeo yako na kuwa mwili ambao haueleweki. Umeona, ndio maana asilimia kubwa sasa hivi watoto wanaozaliwa akili ni mbaya kwa sababu ya vyakula vibaya. Nataka pirigisi imejaa somo. Twende pale changu twende pale samako pirigisi. Unaacha na uokovu wako kwa sababu ya pirigisi, na unaua na mwili wako kwa sababu ya pirigisi. Yes. Alo, lazima turudie ndani kwa jina la Yesu. Tuanze kula michicha kwa jina la Yesu. Tuanze kula matunda kwa jina la Yesu. Tuanze kula vyakula vya asili kwa jina la Yesu wa Nazareti. Inulia Bwana makofi sasa, mabosia kwanza kuhubiri. Hatuokolewi kwa matendo yetu, hapana. Hatuokolewi kwa sura zetu, hapana. Hatuokolewi kwa kabila, hapana. Hatuokolewi kwa fedha, hapana. Hatuokolewi kwa sheria, hapana. Hatuokolewi kwa sura, hapana. Hatuokolewi kwa kabila, hapana. Hatuokolewi kwa dini, hapana. Tunaokolewa kwa neema ya Jehova. Gonga la mtu aliyejiandae. Jiandae kwa sababu ya neema ya Bwana. Jiandae kwa sababu ya neema ya Bwana. Nisaidie kutembelea watu saba waliojiandae kwa neema ya Bwana. Jiandae Dodoma. Hapa ndipo na uzakuzi jioni ya leo. Kwa dakika chache tu nilipotembelea watu, ninatangaza neema ya Bwana mahali yako, ya kwamba tutatembea kwa neema, tutatembea kwa uwezo wa Bwana, tutatembea kwa mamlaka. Walijua kwamba utakaa kwa mrefu miaka yote. Nisaidie kama na nivumilize simame, kama na nivumilize simama. Nisaidie kuombea watu watano kutoka hapo ulipo. Gonga na watu watano waombee neema ya Bwana Dodoma. 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 Waombee neema. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ninataka nitangaze Dodoma sasa. Ninapotangaza kwa kuhubiri ya kwamba Jehova anasema neema yako iko juu ya leo. Neema ya uponyaji ipo. Neema ya kujuza ipo. Neema ya baraka ipo. Neema ya wokovu ipo. Wamama natangaza neema Dodoma. Neema ya Yesu na maisha. Neema ya wokovu na maisha. Neema ya uponyaji na maisha. Neema ya baraka na maisha. Wapendwa, hatukombolewi kwa sababu ya magari. Hatukombolewi kwa sababu ya maduka. Tunakombolewa kwa sababu ya neema. Inulia Bwana makofi tu sasa. Ikia kwanza kulisalia. Inulia Bwana makofi na kulisalia. Kuiba.
Unajua Paulo aliyekuwa ananuka, Paulo aliyekuwa hafai, Paulo aliyekuwa sahihi, alikuwa sahihi kwa sababu neema ya Jehova ilikuwa inashuka juu yake. Neema ya Bwana iliposhuka juu ya Paulo, hakuwa Sauli tena, aliitwa Paulo. Ninatangaza juu yako kwa jina la Yesu aliye hai, wamekupa majina mengi. Umeitwa kahaba, umeitwa mlevi, umeitwa sangudoa. Hayo majina umepewa kwa sababu neema ilikuwa inashuka juu yako. Jioni ya leo ninaona neema ya wokovu. Jioni ya leo ninaona neema ya msamaha wa dhambi. Jioni ya leo ninaona neema ya kutukuza. Ninajua ni wanafanya wa mali yako. Nisaidie kumpigia Bwana makofi na vigelegele. Sema yeye, sema yeye, sema yeye, sema yeye, sema yeye. Shetani na mama mkuu wake wanalia. Shetani na mama mkuu wake wamekalia misumari. Walizoandika kufana, kumbe neema imenigusa. Walizoandika kwa mrefu, neema imenigusa. Ninaona walevi wote Dodoma wanakamatwa na neema ya Bwana. Walizoona imanyiko za mataifa baada ya kongamano hilo, wanaanza kuimba pandio, wanaanza kuimba nyimbo za penzi, wanaanza kuimba wokovu. Maana neema inashuka nao. Unakombolewa kwa neema. Baraka ni kwa neema. Uponyaji ni kwa neema. Mama mmoja akarusha kihirizi. Unaona? Hizi tuli kitambaa likubwa na nundu iko hapa, anatembea nalo jeusi, anasema ni kinga. Umeona? Nikawaambia sasa siku hiyo nilisoma ilizi 19. Sio kama yako ulionayo, hiyo si ilizi. Unashika ilizi usikia mkono na vibrate. Nikamwambia mama, hiyo ilizi ndani yake niseme. Nikamwambia hiyo ilizi ndani yake kuna mavi ya kuku, kuna nywele za utosini, kuna na kucha zako wameweka hapo. Umeona? Na kuna damu ya kuku. Sasa wewe na akili yako na utu wako usimu ulionao unabebeshwa mavi ya kuku, eti ni ilizi. Na wewe unatembea kifua mbele unatamba, eti nimeenda kwa mganga wangu. Ninatangaza ushindi kwa jina la Yesu. Upewe neema ya Bwana. Waliomwamini Yesu kujadilifu, waliomwamini Yesu kwenye kwa mganga wa kishenzi, waliomwamini Yesu tunaibeba damu ya mwana kondoo, tunabeba damu ya Yesu, tunabeba jina la Yesu, tunabeba roho ya Bwana. Hilo ndio ilizi pekee. Sema kuanzia leo waganga bye. Kuanzia leo hawatakula kuku zangu. Kuanzia leo nitapeleka vipenge vyangu. Kuanzia leo nitapeleka kuku wangu. Hao kuku nitaleta madhabahuni pa Bwana, ili wale makuhani wa Jehova wanenepe, waanze kubadili vyema. Haleluya! Haleluya! Pigia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya! Tunakombolewa kwa neema, tunaishi kwa neema, tunalala kwa neema, tutapaa mbinguni kwa neema. Maisha yako yanahitaji neema ya Yesu. 10% mahospitalini wamelala vitandani, wanakula kwa mipira. Nasomekwa hapa, mwingine nasomekwa hapa, wakikuhurumia, wasikuhurumia na mimi anaweka mdomoni.
Naona yani mtu anakuwa kama sanamu, lakini neema ya Bwana ipo. Mahali ambapo kuna neema ya Bwana, magonjwa hakuna. Neema ya Bwana silipo kansa baibai, unafikiri baibai, rana baibai, uganga baibai, usawi baibai, uzizi baibai. Maana neema ya Bwana inakamata kila eneo, inatangaza neema sioni ya leo. Kila mmoja atembea neema ya Jehova peke yake. Mwambie fulani yako, naitaka neema ya Yesu. Ninaitaka neema ya Yesu. Ni wangapi mko tayari kupokea neema ya Yesu? Ni wangapi mko tayari kupokea neema ya Yesu? Kuna watu mahali hapa sura zao walikuwa katika mateso tu, basi ndani ya mwaka huu tu ninatangaza baada ya kongamano hii, neema ya Jehova itatembea na wewe. Wewe hautakufa, wewe hautarogwa, kwa sababu neema ya Bwana itatembea na wewe. Sasa mikono yako, sema asante neema, asante neema, asante neema. Haleluya! Mikono yako tu, mikono yako tu. Ni wangapi mko tayari kupokea neema ya Yesu? Leo ni lala salama. Leo lala salama. Haupidi kifupi tu. Naam, tumwambie Mungu aachilie neema juu ya watu. Leo ninatoka Dodoma, lakini launi ya pili ninarudi hapa Dodoma. Kuna watu ambao walikuwa na kibanda kimoja cha biashara, nitakupa niongezeka vitatu kwa jina la Yesu. Ninapoondoka hapa Dodoma, kuna familia za watu zilikuwa zishaokolewa, ninarudi kwa mara ya pili. Nitakuta mama yako aliokolewa kwa jina la Yesu. Nitakuta mume wako aliokolewa kwa jina la Yesu. Wakati naondoka Dodoma, kuna watu walioko hapa wametafuta kazi kwa miaka mingi. Ninapoondoka hapa, nitarudi kwa mara ya pili. Nitakuta wewe ni bosi kwenye kiwanda cha viatu, kiwanda cha nguo, kiwanda cha sukari, kiwanda cha kila namna ya kazi yoyote. Maana neema ya Bwana inakuwepo hapa. Mikono yako tu, mikono yako tu. Naomba mlioko kule nyuma, naomba asibaki hata mtu mmoja. Kama nitakuwa naongea na watu wenye akili timamu, kuna watu wa aina kama mbili. Kuna mtu anakuwa na akili lakini ni nusu, na kuna mwingine anakuwa na akili alafu ana akili timamu. Kwa hiyo niongee na watu wenye akili timamu. Kama unafikia sauti hii, na kuomba piga hatua tu, nisogelee hapa. Ukiona mwenzako asogei tu ana nusu, kwa hiyo ili tukujue una nusu, endelea kusimama. Lakini tukujue na akili timamu, hebu piga hatua yako, sogelea hapa. Wakati unasogea hapa, naomba tuimbe pambio wimbo huu tu mmoja. Leo ni usiku tu wa kuagana, na neema ya Bwana iwe juu yako. Mungu atembee na wewe, Mungu akubarikie. Wokovu uguse familia yenu, wokovu uguse ukoo wenu, msamaha wa dhambi katika familia yenu, wokovu kwenye kazi zenu. Mke hisi sina nafasi kwenu, na mchuma ulete sina nafasi kwenu. Magonjwa yasiwe na nafasi tena. Leo mikono yako tu, kati umefunika macho, nisaidie kuimba wimbo huu moja na mimi.